Asante sana. Please tuketi. Mtumishi wa Mungu Reverend Maina, viongozi wenzangu wakiongozwa na seneta wetu wa Matinga, Mheshimiwa Wamumbi, Mheshimiwa DMM, Mheshimiwa Anthony Wainaina na Mheshimiwa MCA wetu wa Othaya Wachinga, pamoja na viongozi wa tabaka mbalimbali, wazee, vijana, wa mama wote wa kanisa hii, na wasalimu katika jina la Yesu. wa mjambo murieka mwadani yako sho jeta kwa Kipchumba wa Murkomen Muturia Wanjiro Mudoliwa mwananielewa, tuko pamoja. Asante sana kwa kunialika nikuje sehemu hii, tukuje tushukuru Mwenyezi Mungu pamoja. Nataka nishukuru sana Mheshimiwa Senator ambaye alinikuja kunikaribisha hapa na aliweka bidii sana, akaniambia kwamba ni wakati wangu sasa kurudi. Nimekaa sana bila kuleta kitu, na mimi ni mdhoniwa na kwa sababu nimekaa sana nikuje nilete kwa hapa kwa hii kanisa yake. Unajua yeye ananichokoza kila wakati, na unajua kwa udhoni lazima tu uende, na ukifika maneno yako ikuwe ni machache, na ikiwa ni machache maneno yako zaidi ikuwe ni pesa mfukoni. So nashukuru sana Senator. Mnajua tulichaguliwa na yeye pamoja, tulikuwa Senate kwa mwezi moja hivi na yeye kabla rais hajanipatia kazi ya waziri. Pia nashukuru Mheshimiwa Eric wa Mumbi kwa sababu ya ile kazi anafanyia watu wa hapa Madhira. Mulipata kiongozi shupavu, na sio mtu ati anatafuta network yake kutoka mashinani mpaka juu iko direct. Sio lazima apitie mtu ndio afike serikali. Na mimi nashukuru yeye kwa sababu ya ile kazi anafanyia watu wa Madhira, na anafanya pia kama kiongozi wa Kenya katika bunge la taifa la Kenya. Kwa ile miaka kidogo amefanya kazi hapa, mimi nataka niseme ya kwamba yeye pia amekuwa ni kiongozi wa kutegemewa na ametia bidii katika maendeleo ya mambo ya sehemu hii. Nashukuru sana viongozi wote wa bunge wa sehemu hii, nikiwaona wote wanatembea pamoja, Mheshimiwa DMM, Mheshimiwa Wainaina, wakitembea pamoja kufanya kazi. Inamaanisha ya kwamba wao wanatia bidii wakijua ya kwamba kazi ni ya kumfanyia mwananchi, sio kufanya siasa tu ya bure. Mheshimiwa Reverend Maina, nimeshukuru sana kwa ile ujumbe umehubiri. Mimi Kimani sio Maina, Kimani, Samuel Kimani. Nataka niseme nimeshukuru sana kwa ile mahubiri umehubiri. Mimi nimejengeka kiroho, imekuwa ni injili ya ukweli. Unajua Reverend, shida yetu tuko nayo kwa makanisa mengine ni kwamba mapasta wengine wanasahau sisi pia ni washiriki, na tukikuja tunataka kuhubiriwa. Sasa kuna wengine wanafika kanisa wakiona mtu ya serikali yako hapo, ama alikuwa na quarrel yake na serikali, ama alikuwa rafiki yake wa opposition ama nini, na ameona mtu ya serikali yako hapo, anaanza tena matusi. Anasema nyinyi ni bure, hamjafanya hii. Anasahau nimekuja hapa kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Sasa badala ya kunihubiria ajui shida yenye nimepitia wiki mzima. Anafika mazishi ama anafika kwa service, anabadilisha, anatuzi, anachukua a small group of the group, anawatuzi hawa, alafu sasa unashindwa huyu pastor ni wa siasa ama ni wa Mungu. Lakini huyu Reverend Maina, mimi naona huyu ako na network pia mzuri ya kwenda huko juu. Na sio ati ninasema ati ni guesswork. So mnajua wengine wengi wenu hamjui.
Baba yangu ni referent ya kanisa ya AIC, na mimi nimekuwa kutoka Sunday school, nimetoka hiyo system yote, kiongozi wa vijana. Nilipoona kwaya inaimba hapa na wale vijana wadogo, nilifurahi sana, kwa sababu ukiona watoto wadogo wakiwa hapa, unajua ya kwamba kuna future kwa kanisa hiyo, lakini kuna future pia katika taifa. Mimi training yangu ya uongozi ilikuwa Sunday school. Bila kanisa singekuwa mimi niko saa hizi. Ndio ukiona nikiitwa kuja kufanya kazi ya Bwana hivi, ninajua foundation yenye nilipitia Sunday school, nikakuja kuwa kiongozi wa kanisa. Wakati nilikuwa campus, kama vile my friend alisema hapa, huyu treasurer wenu, is it treasurer? Finance guy. Vile alisema, nikiwa campus nilikuwa chairman ya CU yote kwa Kenya yote mzima. Na siku hiyo nilikuwa naona kabisa kwa roho yangu nikimaliza shule nitakuwa pastor. Lakini Mungu akaniita nikuwe pastor ya mambo ya siasa na uongozi. Na kwa hivyo nimefurahi sana kuja hapa. Kwa kanisa ni kitu ya maana. Na pia msijisikie kwamba mmesumbua. Nikikuja hapa nilikuja nijenge kanisa, sijajengea reverend na sijajengea nyinyi. Si Biblia inasema kwamba wekeni ghala yenu kwa mbinguni, si ndio? Ile mazuri tunafanya hapa tunaweka kwa store ya Mungu, ambayo hapo sasa baraka yote inatoka. Na tena hakuna kutu huko, na hakuna weevils huko, hakuna hii mambo yote. Ile unaweka huko ni sawa, ni safi, na Mungu analeta kama baraka kwako na familia yako na katika taifa letu. So niko na furaha sana nimepata nafasi ya kuja hapa kukuja mahubiri kama haya. Pia nataka niwashukuru kwa ile maongezi mmesema kwa hapa. Mimi nataendelea kushukuru watu wa Nyeri. Mimi nilikuwa mmoja ya wale nilisunguka hata mpaka huku wakati tuliomba kura. Na nimesikia vizuri sana mambo ambayo tuliuza sera katika sehemu hii. Na sera yenye rais aliuza, nilisikia sana mambo ya bottom up. Nilisikia rais akisema tutaunda serikali na mama mboga na watu wa bodaboda. Nilisikia rais akisema wazi ya kwamba serikali ikikuja itakuwa ni ya kusema kazi ni kazi, lakini pesa mfukoni. Hiyo naamini ilikuwa ni ile inaitwa manifesto ya serikali ya rais wakati alikuwa anaomba kura. Ile mimi naamini sana, kwanza kwa sehemu kama Nyeri kama hapa. Ninaamini ya kwamba wananchi tunapoenda katika uchaguzi ujao, ama hata tukiwa katika uongozi wa serikali saizi, wananchi watachukua ile marking scheme ya ile wakati tulikuja kuomba kura, alafu wanasaisha kuuliza, tulisema tutasaidia mama mboga asiendelee kuuza bidhaa kwa barabara. Ni nini rais alifanya kuhakikisha kwamba mama mboga ako na soko nzuri? Soko mnajua tunajengwa katika hapa Nyeri ni karibu soko 6-7 ya mabilioni ya pesa, kwa sababu tulipromise kwamba tutajenga soko. Mnajua kwamba rais alisema we will ensure there is dignity kwa Kenya, kwa kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanaishi kwa slums, wenye hawana manyumba, lazima tujenge affordable housing. Mnajua ya kwamba tulisema tutahakikisha mambo ya health, na rais akasema ya kwamba tutabadilisha ndio social health ikuwe better, itusaidie better. Siku hizi hatuitwi Harambee kama vile tulikuwa naitwa 3 years ago, kwa sababu we have moved a step higher na mambo ya social health. Tulikuja tukasema ya kwamba rais akasema kwamba atasaidia kutoa wale walikuwa CRB na wahakikisha kwamba anawasupport, na mnajua kwamba akalete ile mswada ya kutoa hiyo katika sehemu hizo zote. Hizi program zote ilikuwa kwa sababu lazima tuboreshe maisha ya wananchi. Nikiwa waziri wa barabara wakati huo, tulikuwa na barabara nyingi ilikuwa imekwama since 2016-2017. Na mnaona rais alikuja kustabilize uchumi, na chini ya miaka 3 saa hizi tumerudisha contractors wote kwa barabara zote za Kenya, kwa sababu ya ile stability yenye ilikuja kwa mambo ya economy. Na sasa tunaona barabara zinaendelea. Ile barabara mheshimiwa Wamumbi amesoma hapa zote, sio hapa tu, iko kwa Nyeri town, iko kwa upande wa Othaya, barabara zinaendelea Mukurweini, barabara zinaendelea Kieni, na zinaendelea sio hapa peke yake, Kenya mzima.
Kila mahali all the contractors have come back. Na ulisikia rais alisema tunataka tena kujenga barabara za kifahari, ile ya kufungua na kupanua uchumi ya Kenya, kuhakikisha kwamba sio tu itoke Nairobi usijui ifike Keno likuje Marwa iishie hapa atikuje town. Hata sio town peke yake, sasa kuna mpango ya kuchukua kutoka Nyeri iende na Nyuki, iendelee iende huko, iende upande wa Isiolo, iende itoke Isiolo iende mpaka kule Moyale, kwa sababu hii itakuwa corridor kubwa yenye itakuwa na dual carriage. Na pia itoke hapa junction hapo Sagana iende pia mpaka Meru, ndio iende ipige kona ikuje upande wa Timau. Those are part of the plans. Ukisikia rais akisema tunataka kutoa Kenya tupeleke huko kama ikuwe kama Singapore, sio ati tunapanda ndege kwenda Singapore. Kuna mtu juzi aliniambia, waziri, kwa sababu wizara yako ndio inapeana passports, niharakishie passport yangu nisipatikane kwa hii safari ya rais kama sina passport. Atuendi safari nje, tunabadilisha Kenya ikuwe kama hizo nchi zingine. Na hiyo mpango ni kwa sababu rais wetu kama Nehemiah, unajua Nehemiah alikuwa in a very comfort zone. Alikuwa kwa nchi nyingine lakini comfort zone. Akajitoa aliposikia huko nyumbani mambo sio mazuri, akajitoa akakuja. Na mliona katika chapter 1 inasema kwamba niliposikia habari hiyo nililia na nikamlilia Mungu, na nikaanza kuitisha mkutano, na nikaanza mpango ya kujenga ile ukuta wa Jerusalemu, na nikatoka hapo na mnaona mnasikia Tobias ile was an Amorite to Sanballat na pamoja na Tobias mtu yake ya mkono. Mnajua kwamba walikuwa pale wakipiga kelele, na leo tumeambiwa ukweli wanapiga kelele huko, lakini ni rahisi kupiga kelele, ni ngumu kuwa Nehemiah. Ni rahisi kuwa Tobias na Sanballat, kwa sababu kuwa Nehemiah kuwekelea mawe na kujenga sio rahisi. Na unaona kwamba unaona hata siasa kwa Kenya sasa hizi, siasa ya Tobias na Sanballat ni rahisi, kwa sababu unasimama kwa market nasema atafanya nini, usijui nini Kasongo nini, alafu unaenda, kwa sababu huwezi jibu soko, huwezi jibu usijui maji, huwezi jibu barabara, huwezi jibu mambo ya uchumi. Lakini unakumbuka ukisoma I think chapter 4 chapter 5 ilifika hata mahali Tobias na Sanballat walianza kumwambia Nehemiah, si ukuje tupige story. Nehemiah akamwambia, mimi sitaki consultation, mimi nataka niendelee kujenga hiyo ukuta mpaka ikwishe. Mnajua rais alipromise kwamba pesa itaenda mfukoni. Tutaboresha mambo ya maziwa saa hizi ni 50 shillings per liter. Tukasema tunaboresha mambo ya kahawa saa hizi inauza between 140 150. In fact, ile shida tuko nayo siku hizi na security team, wananiambia tuko na shida ya kuiba kahawa na kuiba makadamia. Unafikiria mwizi anaiba kitu yenye haina maana? Sumizi hii yenye inakuja zaidi kwa sababu wanaona hii ni gold. Sasa inatuletea shida kwa upande wa security. Lakini lazima tukubaliane upande ule ya kwanza kwamba sasa kahawa imerudi kuwa bora katika Kenya, ikiwa pamoja na hapa Nyeri, kwa sababu ya bidii ya uchumi ya hapa. Lakini ukimwambia Tobias na Sanballat wanakuambia hapana, hata hiyo kahawa haitakaa sana, hata hiyo bei itapotea hivi karibuni, hata Iran imepigana sijui na wapi mtaanguka. Na ilikuwa hivyo kwa Biblia. Sanballat na huyo Tobias wakati huyu alipokuwa anajenga ukuta walikuwa nakaa mahali wanasema hiyo ni ukuta gani sasa, hata mbweha ikipanda itaanguka, kwa sababu Tobias na Sanballat wako na time ya umbweha na mambo ya maneno ya fitina, hawana time ya kujenga. Mimi nataka niwaambie watu wa Nyeri, Rais William Ruto achatoka mahali aliwaambia tutasafiri pamoja. Rais William Ruto hakuna siku amesimama kwa serikali yake akatoa mtu yoyote kwa serikali yake kusema huyu aondoke kwa sababu anatoka Nyeri ama anatoka sehemu fulani. Ile kiasi ya wale ambao waliwaappoint kwa serikali bado wako serikali, ijapokuwa wale walijiondoa wenyewe.
ama mtu mwenye alijitafutia shida zake mwenyewe. Wale ambao saa hizi serikali, wakati rais anaunda serikali, anaunda ikiwa pamoja na Nyeri wako ndani, na wale ambao wanafanya rais kama kina Wamumbi, kama Wamatinga na hawa wote wako na equal access ya kukaa na rais kuambiana shida ya watu wa hapa Nyeri na watu wa Mount Kenya. Hakuna, and I want to say this, nikiongea kama mudhoni wa wenu. Unajua mlinipatia bibi. Hakuna kitu inapita inashinda bibi. Mimi niko sasa na wajomba wenu. Na mimi nataka niseme, ni watoto wangu wanaita nyinyi wajomba. Si namna hiyo? Na lazima tuambiane ukweli. Rais William Ruto amesawasisha Kenya nzima. Wale wana zero evidence against him, because they know that if you were to go for facts blow by blow, there is no place that president can be accused that he has left the people of Mount Kenya. He has been very faithful kwa ile kazi. Ile tu yenye alikosana na watu kidogo ni wale walikuwa wanamwambia, kabla hujajenga barabara unipatie kitu yangu kidogo, kabla hujafanya hii nifanyie hii. Hiyo ni personal issues. Lakini in terms of developing our country, the people of Mount Kenya, the people of Nyeri County have been integral part of the president's agenda. Na hiyo ndio kitu ningependa kuwaambia hapa, kama vile nyinyi mnajua. Pia ninataka nishukuru kwamba sasa hapa nyinyi mnapigana. Furahi sana. Rais alisema mwaka huu itakuwa ni wakati wa kubadilisha mambo ya maisha ya watoto wetu kwa mambo ya pombe. I want kwanza to thank our chiefs, assistant chiefs and our ngao officers wenye wanafanya kazi kupigana na pombe. Na lakini zaidi nataka niwashukuru wanataka sehemu zao ikuwe safe. Na hiyo ni kitu yenye nataka niwashukuru sana. Mnajua kwamba kwa sababu ya bidii yenu, Nyeri ni baadhi ya counties yenye si mbaya sana kwa mambo ya pombe. Ndio posa unaona nyinyi wenyewe mna point, mkiona mtu mmoja pale mnasema ni huyu anauza bangi, huyu anauza pombe, and I like this approach kwa sababu Mswahili alisema usipozipa ufa utajenga nini? Ukuta. Hatutaki mambo ya pombe haramu irudi. Wacha kwanza kabla niseme hii agenda niwaambie. Rais alipoingia ofisi alianza program ya kusaidia askari wetu. Akaweka salary yao ipandishwe. Kwa miaka ya kwanza, ya pili, sasa ya tatu kwa Julai hii ndio itamalizwa. Inaboresha maisha ya hawa polisi wetu. Tumelete SHA, wanakuwa sasa na proper mambo ya inaitwa nini, medical cover. Tumelete pia kuhakikisha kwamba mambo ya promotion na usawizi nafasi ya kutembea na kufikia wananchi. Wakati walikuwa wachache, rais akatoa amri, tukafanya ile recruitment ya 10,000 police officers. Ndio unaona kwamba saa hizi wako hapa Kiganjo, wengine wako Nairobi, wengine walipelekwa juzi Meru huko for training, wengine wako huko Magadi, watamaliza na kufuzu mwezi wa 10 na mwezi wa 9 mwezi wa 10 pale. Na wale watakapokuja itaongeza maaskari wapya wenye wako na nguvu mpya ambao watatusaidia kuhakikisha namba ziko juu. Kwa sababu rais ametia bidii. Mimi nilitembea kwa jukwaa la usalama nikasikiza mahitaji ya maaskari wetu. Na tukafanya promotion. Najua IG anatoka hapa. Si hapa ni county ya IG. Si hapa ni constituency ya IG Douglas Kanja. Na unajua kwamba yeye amefanya kazi na mimi. Tumepromote wa police officers, constables wenye walimekaa wamefika 50 years, wote tulipromote juzi. Corporals wenye walikuwa wamekaa more than 10 years, wamepromotiwa wote. Na sasa welfare ya askari wetu imekuwa improved. We are taking care of them. The question I ask our ako pale na sub county commander ako wapi? Huyu OCPD mwenye hapa wa hii constituency. Where is he? Ako wapi bwana? Ako wapi? Where is he? Huyu ni na huyu wa county. Huyu ndio sub county police commander. Okay, sawa. Sasa
Mimi niko na swali wewe Sub County Police Commander. Tumefanya hivi vitu yote ya kusaidia kuhakikisha kwamba we are reforming the police. Kwa nini nyinyi bado mnachukua hongo kwa wakora na kuuza pombe haramu? Why are you still doing these things? Why? Despite the fact that tumefanya hizi mambo, what are you going to accuse us? How are you going to accuse? Huyu ni wa Madera East. Nimeambiwa. Hapa West hajakuja sababu ni sawa. Mimi najua unatoka Dar es Salaam County, lakini nataka niulize Commander. Why are you unable to manage your police officers? Watu wanakwenda barabara pale, unaona kila mtu anaona tu mkichukua kwa kitu kwa barabara mpaka imekuwa karibu normal. Number 2, pombe ikishikwa lita 1000, ile inaenda kupatikana imekuwa lita 100. Ile exhibit nyingine imeenda, you know? Na unaona watu wamecomplain. Nimeambiwa pia kwamba ati kuna jamaa mwingine hapa ati anaitwa Ndekwa Muthondio. Ni Wanyeri town hapo. Ati kwa nyumba yake anatengeneza pombe haramu na kuuzia watoto wa hapa. Na anaendelea kufanya hivyo na amefanya for 3 years. Asa anasikia amepata pesa ya kutosha. Sasa anataka kusimama sijui MCA ama mbunge. Na ile party leader yake ndio ananipigia kelele kila wakati. Akisema watu wanakufa pombe, na yeye ni ile kampeni anasunguka nayo, anatumia pesa ya Muthondio ambaye ni pombe haramu anatengenezea nyumba yake. Sasa wacha niulize, hiyo is that as difficult because you are acting? I want an answer kwa wiki moja kutoka County Police Commander na Regional Police Commander, nione ya kwamba in 1 week huyo Muthondio akuwa amefikishwa kotini. All the pombe haramu yenye iko hapa ikuwe imemalizwa. Na nimesikia ati OCBD wa hapa hajakuja hapa. Ati alisikia ninakuja akatoroka. So kama ametoroka aende 1 way. Naende atafute kazi nyingine. Aende namna hiyo akienda njia moja. Kwa sababu unaweza keti. Kwa sababu naona mtu anatoroka ashajihukumu tayari. Ashajua anauza pombe na Muthondio na wengine. Sasa ashike hiyo safari hiyo 1 way, na hakuna ile ya kusema mtu anakuwa transferred. Aende akifanya disciplinary work akiendanga 1 way. Si namna hiyo? Alafu tushaongea na IG atawaletea askari ambao watafanya kazi katika sehemu hii. Tuko pamoja kwa hiyo. Ule the new OCBD mwenye atakuja hapa next week. Lazima akifika afanye barasa na nyinyi. Alafu mwambie nyumba ya Susana, ya Cecilia, penye chang'aa inauzwa, pombe haramu, sijui nini, na wote wamaliziwe kazi yao kwa wiki moja. Ndio watu waishi pamoja. We cannot continue living in a society where pombe haramu inauzwa. Watoto wetu wanalala kwa mtaro. Alafu watu wachache wanatajirika. Wanapeleka watoto wao kwa shule ya kifahari. Alafu watoto wa wengine wanalala kwa mtaro. That must come to an end. And that must be done with finality. Na pia nataka niseme, haiwezekani ati kwa sababu sijui wewe ni mwanasiasa kama huyo Ndegwa Muthondio na wengine kama yeye, ati kwa sababu ya bribing police officers and bribing people to sell alcohol kwa hapa, we will come for you and we will come for you hard. And I want to ask the Inspector General of Police, and I have talked to him, he has to send a special security team wakae hapa wiki 2-3 wakisaka hao wakora mpaka hii sehemu ikuwe safi. Hii sehemu ya Nyeri. Juzi nilienda Kitale nikapata ukora inaendelea hapo kidogo. IG akatuma special team Kitale. Saa hizi wamama wanatembea usiku wakienda kusoko bila wasiwasi. And that is the thing we must do in every part of Kenya. Hii pombe haramu na bangi lazima tumalize. Si namna hiyo? Lakini pia nataka niseme hivi. Shida nyingine ambayo tuko nayo ni kwamba saa zingine wakishikwa hawa watu wapelekwe kotini, kuna pia magistrate huko ashalipwa.
Yeah? Sasa anapewa bail terms ile cheap, ile pombe inarudishwa kwa soko, yeye anaenda anafainiwa 100,000 na ni mtu ametengeneza 2 million, 3 million, 4 million. Nataka nimwambie county commissioner, wewe county commissioner, through the court users committee, mkae chini na magistrate na judges wa hapa Nyeri, mkubaliane how we will make sure that there is enforcement, proper enforcement, ndio wakora wasikuwa wanaachiliwa kuumiza watoto wetu. So that is the direction we are giving kwa sehemu hii. Na hakuna mtu aende kujificha ati yeye ni magistrate is independent. Independence yake iko wapi kama watoto wanalala kwa mtaro? Lazima tukubaliane kama Wakenya without looking at our departmental independence to make sure we deal with this issue of pombe haramu completely. Pia ningependa kusema ya kwamba tutaendelea na kazi ya kupambana na wakora wenye wanaiba kahawa na macadamia na ng'ombe. Lakini ninaambiwa, mimi nataka tuniulize swali. Nyinyi mnakuwa wapi ati mtu amekuja mpaka compound na ni shamba? Unajua naambiwa mtu wako na shamba eka mbili, lakini mtu anakuja mpaka anachinja, anamaliza, anabeba, anaacha ngozi na kichwa na miguu. Na wako kwa nyumbani hapo, jamani, tusaidiane pia. Tusiweke boma huko kwa kona penye, yani mtu tu anachinja, anaweka, anapeleka butchery. Alafu nataka pia wa security team to be serious. Mnazaje ona mtu anauza nyama kwa center na hamjaona ng'ombe ikiletwa? Asubuhi hapo na fresh meat na hatujaona inachinjiwa wapi, imefanywa, kumbe ngozi iko kwa shamba ya wenyewe. Tutapambana na hiyo shida. Iko hapa, iko pale Nyandarua, iko pale Kirinyaga, na juzi tumekubaliana ya kwamba katika our chiefs, our assistant chiefs, we must have also ile baraza ya kuhamasisha wananchi jinsi ambavyo tunaweza kaa, lakini pia we must share intelligence na our security team so that wale wanakuja kuiba ng'ombe na kuchinja kwa compound na kwenda kuuza nyama yake huko wakuwe also dealt, because they are violating many rules except apart from just stealing ambayo inafanyika katika sehemu hiyo. Kwa hivyo tunawapenda, kazi lazima tufanye na kazi tutanyorosha. Mnatupenda pia? Kabisa. Mnanikaribisha sehemu hii, niende na nirudi tena. Kabisa. Tufanye kazi na viongozi wenu hapa. Sasa unajua nyinyi ni watu ya tuta. Kabisa. Asanteni sana. Nitamwambia rais, nilikuwa leo mkutano, tulikuwa tunachanga kanisa, lakini watu wakanisukuma wakasema tuta, na mimi sikusema, nao wenyewe ndio walisema. Unajua Reverend, boma yenye iko na wazee, Waswahili walisema panapo wazee abaribiki nini? Maneno. Unajua mzee Kibaki alipokuwa anaenda retire, mimi nilikuwa pale, tulikuwa tumeshinda uchaguzi, mimi nikaenda na Uhuru na Ruto, rais, the new president, the deputy, tukaenda hapo State House. Tukaona mzee Kibaki akienda, tukamuescort akaenda. Akajiendea kwake. So akaulizwa, wewe unataka nini? Akasema asanteni, muendelee sasa kutoka hapo mwende. Na akaenda. Tangu aende retire hapo, alikuwa anaenda kuwa consulted usiku. President Uhuru anaenda kumwona, Deputy Ruto anaenda kuona, mawaziri wanaenda kumtembelea, wanasikia mawaidha yake, wanajiendea, na tulikuwa tunamheshimu sana mpaka siku yenye alipumzika. Sasa huyo ndiye alikuwa mzee wetu wa area. Sasa juzi mzee wetu Uhuru ameretire. Ukweli ama sio kweli? Sasa yeye badala ya kuchukua ile ushukani ya mzee ya boma, ndio shida ikikuwa katika inji, yeye ndiye angeita sisi, sema Waziri Murkomen, kuna kitu kona pale, unajua nimewahi kuwa rais, kuna maneno iko kona hapo, kaa namna hii. Rais Ruto, unajua wewe ulikuwa deputy yangu, lakini sasa umekuwa rais, rekebisha pale na pale. Anaita watu wa opposition, anawaambia tuendeni polepole, inji ni ya maana zaidi, msitumie matusi sana, msifanye kupiganisha inji. Hiyo Uhuru angefaa kuwa mzee wetu wa kijiji inaitwa Kenya, mwenye tuna consult, tunaongea na yeye.
Sijui sasa tutatuma nani, kwa sababu yeye ndio tungemtuma. Yeye ndio mzee tungemtuma kwamba ongelesha watu wa fulani, watu fulani. Mimi naomba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye nilimfanyia kazi nikiwa majority leader wake, akuwe mzee wa kutegemewa kwa jamii na kwa taifa, kwa sisi wote kama mzee wetu ambao anakuwa consultant. Akijiingiza kwa hii fitina kidogo ya siasa ya nini, Kenya tutakoza wazee wa heshima ambao wanatushika mkono kwa ile kazi tunaweza kufanya pamoja. Ama namna gani jamani? Ingekuwa mimi sasa nikiwa waziri wa interior, jioni hivi nampigia simu ananiambia si mbaya, lakini kuna mahali hapo tufanye hivi, kwa sababu hapo now the country has invested in him. He is a president. He was a president for 10 years. He should actually be available for counsel and available to counsel both opposition and government and become an elder that can take all of us together to songa mbele. Hiyo ndio itatusaidia sana. Mimi sitaki kukosana na heshima na wewe, na sisi hatutaki kujibizana na mtu amekuwa rais wetu before, lakini asijizushe kwa hii watu ya Kasongo nini, Kasongo what nini. Awajie hao wafanye hiyo, yeye mwenyewe akue above hapa, ndio sisi wote to consult. Na that is also what we will be expecting of President William Ruto. Akiretire akuwe mzee wa kijiji ya Kenya, aunganishe Kenya mzima, anaita sisi, atakuwa anaita sisi, anasema wewe heri kuja hapa kaa namna hii, unakumbuka vile tulikuwa pamoja. That way nchi yetu itaenda kusonga. Na nchi yenye iko na former president, former vice president, former nini, is a very good country because it means a democratic country and it has invested in its own assets in terms of human resource. Kwa hivyo nimekuja hapa na salamu ya rais, mnazipokea? Mnapokea salamu yake? Na sio salamu ya mdomo tu, amenituma vizuri. Mnapokea salamu zake? Pia nimekuja na salamu ya naibu wa rais ambaye anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Mnazipokea? Yeye ni fire, si fire? Yeye ni fire. Nimwambie nimemsalimia. Kwa hivyo tumekuja namna hiyo, na nataka sasa tutoe matoleo yetu ili tuweze tukasonga mbele pamoja. Nataka hii nchi yetu isonge mbele ikiwa kitu kimoja, na tusaidie kanisa isonge